Wali gani ndugu mtazamaji wa JL Media, naitwa Omriam again Yugi Star. Bwana, hii ni interview ambayo tulifanya na kaka yetu Degea. Alikuwa ni goalkeeper wa Young Boys kambini Nyarugusu, lakini interview hii tulifanya naye kwenye harusi Arizona. Lakini moja changamoto za kamera yetu na mic yetu, kulitokea changamoto nyingi sana. Hivyo interview hii mtaiona, lakini kuna sehemu ambazo sauti imekatakata, yani sauti haisikiki. Cause ni changamoto za kiufundi ambazo ziliweza kutokea. Cause tunaomba ndugu watazamaji wa JL Media muweze kutazama interview hii, ina mafunzo. Interview hii ni nzuri, lakini kuna changamoto tu hapo kwenye sehemu za sauti hazitoki vizuri. Yani kuna sehemu sauti imekatakata, kama kameramani wetu kama alikuwa anatikisa kamba ya mic. Cause interview yetu iko sawa, lakini sauti inakatakata. Na pia msikose kusubscribe, like, comment, pia share kwa ndugu jamaa na marafiki uweze kuona vipindi vyetu vya JL Media. Na mimi ni JL Media, na mimi ni Omriam again Yugi Star, man, world king of the boy. Bwana, leo tumekutana na brother hapa. Najua sitaongea mengi na najua baadhi ya watu wengi hawamfahamu, lakini atakwenda kujitambulisha tuweze kumfahamu si wote. Bwana, mambo vipi? Fresh. Najua kuna wafuatiliaji wetu wa JL Media wanakufuatilia. Na wangependa kufahamu jina lako. Unaitwa na? Power National of Carolina. Amesema kuwa anaitwa Degea. Muulizia kuhusu maswali mengi sana, hususa yanayofuatia, yani yanayohusu Tanzania na wasanii wa maana inasemekana aliwahi kazi ya wanamemba wa bro, tilia wa muziki kan? Nafuatilia hususa kwa Afrobembe. Okay, nafuatilia muziki wa hapa na mbini. Kwanza tofauti na wakati Rugusu. Okay, mimi niseme kwamba utofauti ni kwamba hapa kuna wasanii kweli. Kifupi zaidi sana, wasanii wa kutoka kwetu kuja tena hapa ndio wasanii wa hapa, lakini sioni ukubwa wa wasanii waliotangulia ile miaka na kufika hapa eti kwamba ni wasanii wakubwa. Mimi sitakuwa muongo kama sawa, wanatutishia tuna Kiingereza, lakini wakipata Kiswahili mwanzo mwisho wao, lakini namna zingine zao wao wanatutishia tuna vile Kiingereza. Na unaona utofauti ule, yani hiyo wanaimba Kiingereza ni vingi. Sasa ndo anatutishia sasa sisi ambao sisi labda kuna wengine, unajua wengi hawajui na muziki. Sasa hivi unaenda ile muziki ukienda ni ule muziki ukipigwa kusombea ba mama. Sasa wote wanaenda kupiga kusombea ba mama mbwa Kiingereza sana, hawajui, hawaelewi. Ina maana dirishe lugha angalau anze kuimba. Wanaongea Kiingereza, ingine yote Kibembe, Kiswahili fresh. Sasa wengi ambao wanaimba kiukweli, mimi nafuatilia wasanii
wengi, lakini sio msanii wa kujitapa eti kwamba mimi najua sana. Anajua kweli, lakini anajua sana, na ndio maana niwaambie tu kwamba muimbe ili sisi wengine tuelewe, unaona, na usiige tu kama mimi nitafuatilia style ya Nigeria. Nigeria ukiangalia langue nationale ya Nigeria ni Kiingereza. Sasa sisi hapa hakuna cha langue nationale hapa. Sio ni wapi? Tunatoka wapi? Kongo, sijui Kongo Nyarugusu huko. Kwa hiyo Swahili, Kiingereza, Swahili Kibembe. Sijalazimisha sana kivi, lakini hawa na changa angalau lugha yetu iwe nyingi sana zaidi ya Kiingereza. Yeah. Na vipi lakini unafuatilia baadhi ya wengine wasanii tofauti na hao? Maana yeye Gaspar mwenyewe najua ametoa EP, na hiyo EP yake kuna baadhi ya nyimbo ambazo ameimba Kiingereza na kuna baadhi ya nyimbo zingine ameimba amechanga na Kibembe. Sasa una neno gani la kumwambia yeye Gaspar kufuatana na hicho kitu? Gaspar kwanza mwenyewe mimi niseme kwamba au anaweza kaishia tu kwa aimbe tu Kiingereza au awe na mix. Hamna. Unajua kile tuna idea zake. Na unajua bwana, muziki ni kazi. Siwezi nikanilaumu zaidi kivile, maana akikaa chini anaumia. Ili atengeneze mwimbo ambao utafurahia kila mtu. Anatumikisha nini? Akili. Kama anatumikisha akili yeye, siwezi nikalaumu sana. Hiyo ilikuwa tu pendekezo. Kuna mawazo ambao unaweza katoa kwa mtu na akayachukua vile vile. Na kuna mengine anaweza kasikia tu na nayaacha. Kwa hiyo mimi pendekezo yangu mimi naona kama wasanii hapa, mpaka mimi niseme hivi, yani nishabisikia sana. Kuna wasanii ambao wanatudanganya tu na lugha ila wajui. Wasanii inatakiwa msikie hapa. Brother ameongea kuwa amechoka na lugha ya Kiingereza sana. Yaani mnaimba sana Kiingereza, mnaachana na lugha ya kwetu, mnapenda sana na acheni kukopi. Na vipi bro, unafuatilia muziki wa kambini vizuri? Mimi mwenyewe ndio maana nikwambia mimi nilikuwa Wadunge family. Sasa kwa hiyo kama ni muziki wa kambini nilikuwa naufuatilia sana. Najua kuna baadhi ya interview ambazo zimetrend hapa, na kuna baadhi ya wasanii pia wa sasa hivi ambao wanaongea sana kuhusu legend ya wasanii ambao walifanya kama wakina Diki, P-Boy na Nyagomane. Kwa unaweza ukatupasha utofauti wao kati ya legend na hao wa sasa hivi? Ya utofauti wa legend na wa sasa hivi upo. Maana siku zote legend atoagi kitu fake cha kwanza. Wanatoka special. Kwa hiyo kama anatoa special, sijakataa eti kwamba wengine hawajui, wanajua. Unaona? Pale kambini kwetu sisi watu wengi wana ule msemo wa kusema eti kwamba P-Boy ndo wa kwanza. Kweli ndo wa kwanza, maana ni legend ambaye alijulikana na anajua na kiimba muziki unaonekana. Unaona? Ya utofauti wangu kwao ni niseme kwamba wasanii wa sasa hivi wana ile style ya usanii. Yaani wana ile style ya usanii. Kama vile tuseme mfano Nyago. Nyago kimuona, usipoambiwa tu wewe mwenyewe unajua wewe ni msanii. Hapo kuna tofauti, maana hawezi kuingilia P-Boy. Lakini ukimuona kwa msanii ule, ukiangalia tu Nyago kwa macho ana hela. Lakini kwa kuimba, sasa tuende kwa kuimba, hajui. Anajua lakini hajui. Na vipi, najua baadhi ya Kizoboy. Ya Kizoboy ndio kwanza huwa namfuatilia sana mambo ya interview, lakini sio muziki. Lakini waga interview waga unapata nini zaidi sana, kwa sababu kuna baadhi ya maneno ambayo ina trend sana kuwa ana mdomo mchafu sana, akiongea lazima acha na nini. Vipi, ushawahi kupata nafasi ya kuangalia interview? Mimi niseme kwamba P-Boy Kizoboy kwanza anatafuta jina kwa sasa. Mimi nafahamu Kizoboy. Tofauti kwanza na Kizoboy ya kwake. Namfahamu yeye kama yeye. Tuliasu sana Kigoma. Kwa hiyo kama
natafuta jina. Nitukane huyu ili nijulikane mimi. Niseme hivi wafuatilie mimi. Lakini ule na nile Kizoboi sio msanii. Kizoboi afanye miezi miwili, akitoa ngoma anatoa collab. Akitoa ngoma anatoa collab, remix nini? Msanii kwa give. Msanii anatakiwa utoe nyimbo yako. Toa nyimbo zako kama 4-5 tunazisikia kwa mwaka mzima au kwa miezi kadhaa, alafu unakuja kutoa remix moja, unashirikishwa tena. Yeye tena anashirikisha watu. Sasa inaonyesha kuwa Kizoboi collab ni nyingi sana kushinda hata muziki wake. Yaani mara nyingi sana Kizoboi. Kizoboi ni mzuri kwa kuongea, anaongea vile na kuongea kwake vile ni kuiga. Anaiga wasanii wengine wanavyoongeaga. Kizoboi kabisa ukimfuata inbox hawezi kaongea hivyo. Yaani uko tofauti sana na macho ya kamera. Aha. Maana yeye anaiga afu kwa kujitafutia nini jina. Yeah. Unaweza kumshauri nini? Maana ni kama vile upo katikati. Kwa aache kuongea kule kuongea kwake au aendelee na ili ajipate. Kiukweli kama Kizboy. Kama ndo Kizboy wa Kizoboi. Kizoboi ni msanii ambaye ni ule akimaliza interview huwa anatafuta wale wasanii ambao walitukana. Hoya mwanangu, sorry ilikuwa interview tu nielewe, unajua tena. Zingatia tu ni interview mwanangu, unajua tunapambania tu, hii ni sanaa. Ile neno sanaa inakuwa na waponza, ndio maana Nyago anavuka zaidi yao. Wao wana hii ni sanaa, hii ni sanaa. Hiyo sio sanaa. Sanaa ni mashabiki. Kama kitu ambacho hawajuagi, sanaa ni mashabiki. Sote tulikuwa kwenye sanaa. Mimi nilikuwa kwenye sanaa ya mpira. Unaona? Kama nilikuwa kwenye sanaa ya mpira na ni trendi. Kwa hiyo hakuna siku ambayo mimi niweza nikachukia shabiki au nikaongea na shabiki kuhusiana na mchezaji mwingine. Hapana. Na ndo life yao. Hawaongeagi eti kwamba naanze kuponda P-boy sasa hivi, mfano Nyago aanze kuponda P-boy live hivi kawaida. Lakini ikifika sehemu ya interview anaponda mfano. Lakini wakikutana live wanaongea fresh tu. Yaani hapo hivyo unyama. Mambo ya sanaa. Na vipi naweza tutoke dogo nikulete tozo. Vipi una mke? Kikweli mimi sina mke. Na vipi hujafikiria kuoa au vipi? Au unawazaje? Unajua kwamba wanawake wengi bwana wanapenda kuolewa hapa Marekani kwetu. Lakini yani wana nia za kuolewa. Ile nia ile. Sio kupenda, nia. Wana nia ya kuolewa. Lakini hawapendi wale ambao wanaowaoa. Wale wanaume wao wale hawawapendi. Ni ile tu kama tuko kwenye harusi sasa hivi. Hapo kuna wanawake sana. Kuna wanawake wengi sana hapa. Kwa mtazamo wako wewe mwenyewe au mimi, wengi kwa 99% sasa hivi wametoka na akili tofauti ambayo wao wanaishi. Hivi fulani habelwa sombe, fulani habelwa wedding na ine. Wane baby, nongomblasi mutopanga tarehe. Kwa hiyo sio kupenda, hiyo ni nia. Wameona wenzake amefanya hivyo. Kwa hiyo wanataka kwenda esilimba. Na wanawake wapo Marekani waache visilimba. Visilimba hawana hizi ile tu kwamba na konjo na onda ama nimeolewa napenda. Nimeolewa maana fulani ameolewa. Ni mie tu kusema sema. Ni mie tu kufanya hivi. Nishina neventura hii. Hivyo wanaenda, lakini sio ile kupenda. Ndio maana kuoa bwana. Hakuna mwanaume Marekani ambaye akisema mimi nataka kuoa, ni miezi 6 tu anajipanga na naoa. Bei hapa Marekani. Bile vya sekante vya nini vinakuwa vya mtandaoni. Hakuna mzazi wa mtu anaweza kupiga mtu mwingine $50,000. Hakuna mbembe. Ni vipi tu vya mtandaoni tuna promote tu vitu sekante. Na hakuna ambaye haishawahi kuolewa tu kwamba sekante. Hakuna, ni ile ya mtandaoni. Lakini wewe ukijipanga miezi 6 sasa hivi una mke na unaenda kula kuku. Kwa sasa unakuja kuangalia sasa nitaenda kula kuku, nikishamwambia bibi wangu vya kula kuku abenu hata eno jangana bocha hii. Kumbe apendi, anania ile afu nyeba
ndo aswa mupendi. Na vipi ya unaweza ulishawahi kudeti na mwanamke mfupi? Mwanamke mfupi hapana. Kwanza mimi hali yangu siangaliagi uzuri zaidi. Eti ule mwanamke ni mrembo. Sana sana naangaliaga kwanza prinsipe ya mwanamke. Ana urefu gani kwanza? Yukoje, anasimama aje? Akisimama hivi fix ule ni sheri. Hata kama ni mbaya kisheri changu kile. Kwa hiyo unataka kumaanisha kuwa waji uangalie ufupi? Yaani mimi sipendagi mwanamke mfupi cha kwanza. Wana shida gani wao? Wana shida zile za emergency. Emergency aje? Yaani emergency, zile shida za emergency ni kwamba tukienda sehemu njoo ni kuna watu nini? Unaona? Kumbe kule unakuta ni mtu ambaye wewe ushawahi kujibrandi kwake namna fulani hivi. Huyu ni nani yako? Sheria yangu. Alafu yuko. Unaona shida. Ndio shida. Na shida zingine msibani. Siwezi nikatembea na sheria mfupi msibani. Kwa nini unasikia hivyo? Sheria au nini? Hastahili. Kwa nini sasa? Wanaolewa kweli lakini hastahili. Imagine ushawahi kuona kabisa mtu mwenye anaoa mfupi anatembeaga na mke wake sana? Sijawahi kuona ila wapo. Wapo wanaolewa, wafupi wanaolewa na wanazaa. Wanadumu ndio wazao. Lakini a majority wanaume wengi hawatembeagi na wanawake zao wafupi. Shida waga ni nini zaidi sana? Huwa ni aibu. Shida kutokujiamini na kutokuona mbele. Kama mimi, bro, mimi ni mfupi kwa mwanaume mwenzangu. Unaona? Kama mimi ni mfupi kwa mwanaume mwenzangu na nikijiangalia mimi siwezi ka date na mwanamke ni mfupi ambaye mimi namwangalia hivi. Inabidi mimi niangalie sheria, tunaangaliana hivi. Kama ni kiss mimi napiga kidogo hivi kuliko kushuka. Na kama sio kama nipige hivi ananishukia kidogo. Yaani lakini sheria ambayo anapresente vitu kama vile. Wanawake wafupi wafanye nini ili wakubali? Ni wazuri kisura. Wanavutia, wananyashi. Nasikiaga kuwa wanawake wafupi ingia kwenye mahusiano wao wanaganda. Hawajiaminiagi nao. Hiyo ndio wao kuganda. Ukinikuta iko single, akikupenda wewe hatoki. Si kila mfupi ni mbishi. Ushawahi kuona wabishi? Ushawahi kuona watu wanapandisha ubishi? Kuona kikosi ambacho wanapandisha ubishi, utafute tu mfupi. Utakuta yeye ndo ameanzisha mada ya ubishi na yeye ndo akubali. Yaani utakuta ameshindwa sheria. Lakini akubali, tuendelee. Ubishi waga ni kawaida mpaka wafupi ndo wanakuwa wabishi sana. Okay bro, nimeshukuru kwa muda wako ambao umeweza kutupashia, na hii ni JL Media. Una neno gani la kuambia watazamaji wa JL Media? Mimi niseme kwamba nimeshukuru, maana kwanza ndo mara ya kwanza mimi kutimba kwenye TV kama hii. Niseme kwamba washabiki ambao wanafuatilia hii TV, kufuatilia zaidi sana, maana bado ndo mpya tumeanza na tumekuja na kishindo. Najua mambo ni mengi sana kwenye media, lakini kiukubwa hiyo tuombeane na tujaribu kufuatiliana zaidi. Ukinifuatilia mimi, kesho utafuatilia mwingine na wao kupata kufanya kazi zingine. Kwa hiyo mashabiki wote wafuatilie TV kama hii na tuisupport. Sio kuisupport tu kama tukisema neno support kama ni hela, sio hela. Kuisupport hata ile kuangalia tu na click kale ka okay ka hivi kana. Fresh ubaya. Subscribe. Hivyo. Unaona? Okay, asante sana. Na usikose kusubscribe, like, comment pia share kwa ndugu jamaa na marafiki. Asante.